Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehema zake na baraka zake. Ndugu zangu, leo tena tumefanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufika katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi, kata Kodiboma, kijiji cha Kileguru. Pembezoni mwangu mnayemuona ni ndugu yetu anaitwa Bakari ibn Muhammad. Huyu ndugu yetu mnayemuona, ndugu zangu, amefikwa na maradhi ya ghafla. Hivi mnavyomuona ana maradhi ambayo hatujui hata jina lake yanaitwaje. Maradhi haya yalimkuta yuko shamba akipambana kutafuta tonge lake la kila siku na kuipambania familia yake ili iweze kupata mlo wa siku. Ndipo alipofikwa na maradhi yaliyomdondosha chini kama mtu mwenye degedege, na ndugu wasijue yuko wapi, hata kufikiria wapi alipo, hali iliyompelekea alale siku nzima akiwa hajitambui, hajifahamu mashambani. Watu waliokuwa wakipita asubuhi ndio waliomuona na kwenda kumuokota na kumbeba na kuanza kumpa huduma ya kwanza. Ndugu zangu, ndugu yetu huyu anaishi huko vijijini, kazi zake ni kulima. Uwezo wake ni mdogo sana. Uwezo wake ni mdogo sana. Ndiyo Mwenyezi Mungu alivyomkadiria, lakini kubwa zaidi na zito zaidi, maradhi haya baada ya kupelekwa hospitali, alipofikishwa hospitali walisema maradhi ni makubwa, wao hayawezi, wakampa transfer aende katika hospitali kubwa ya Muhimbili. Lakini kutokana na matatizo yake na kutokana na ugumu wa maisha aliyokuwa nao, hata ile nauli ya kumtoa kutoka hapa katika wilaya hii ya Kilindi kwenda Dar es Salaam, nauli hiyo hana. Je, nauli, pesa ya kupata matibabu angeweza kuipata? Aljawabu la. Kilichotokea ni nini? Ni ndugu waliamua kwamba twende tukamshughulikie nyumbani. Lakini ndugu yangu, ajabu ya haya maradhi, kila siku yanatafuna kiungo baada ya kiungo. Hivi mnavyoona huu mguu haukuwa hivi. Maradhi yameanza kutafuna mguu, yanapanda, yanamuunguza mwili wake, anaungua, na kila siku yanamchoma kiasi ambacho yamechoma tumbo na yamechoma mpaka sehemu zake za siri, jambo ambalo linamfanya ashindwe kwenda hata chooni na haja zake azipate kwa kutumia mpira aliyowekewa. Anapata shida sana ndugu zangu, kwani maradhi yanamuunguza na yanamtesa. Ukianza maumivu yake analia kama mtoto mdogo, hususan nyakati za usiku. Hata kulala anashindwa kupata usingizi, hata usiku kutokana na maumivu makali anayoyapitia. Tunawaomba ndugu zetu, wapenzi wa mambo ya kheri, wapenzi wa kusaidia watu, wapenzi mnauguswa na hali mbalimbali zinazokuta watu, hususan watu wa vijijini. Ndugu zangu, tunawaomba kwa hisani yenu asaidiwe huyu ndugu yetu, kwani anateseka na haya maradhi. Maradhi yanamtesa kwa kiasi kikubwa, anateseka na anapitia hali ngumu sana. Jua kabisa ndugu yangu, ukimsaidia ndugu yako, Mungu naye pia atakusaidia. Hakuna mambo yanayofungua mambo ya watu maisha yako kama kumsaidia ndugu yako. Mungu ameweka baraka na siri kubwa za mafanikio yako katika kumsaidia ndugu yako. Niwaombe wapenzi wa mambo ya heri, mnaopenda kusaidia ndugu zetu, tumsaidie ndugu yetu huyu Abubakari kwa haya matatizo anayoyapitia. Ukimwangalia mwili wake, ukimtazama siku hadi siku, unaungua na kukauka. Hivi mnavyomuona anatembea kutumia magongo, na yale magongo yanafika hatua yanamshinda, inabidi apate wheelchair. Ndugu zangu, tunawaomba, nani katika nyinyi mwenye uwezo walau wa kumiliki tu kununua hata kiti mwendo wheelchair, tukamnunulia huyu kwanza, ikawa kama ni sehemu ya kwanza, akawa hata na uwezo wa kufanya movement. Kuna muda mwingine analazimika kukaa ndani na nyumba yake hii kama mnavyoiona, anakaa ndani wiki nzima pasi na kutoka nje kwa sababu kumbeba hakuna. Kwa na waomba ndugu zangu, mwenye uwezo wa wheelchair, una uwezo wa kumchangia pesa kwa ajili aende hospitali, basi nawaombeni ndugu zangu tulitekeleze hili, na sisi kama The Ikram Foundation tuko pamoja na yeye katika kusimama kuhakikisha anapata matibabu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na Mwenyezi Mungu awajalie kila lenye heri na kila lenye baraka. Shukran lakum, jazakumullahu khaira.